Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za kheri zimiminike kwa wingi kwa kiongozi wa umma, bwana wetu kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ndugu zangu, mimi na taarifa muhimu sana siku ya leo, siku ya tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2021. Naileta taarifa hii kutokana na mfululizo wa dua ambayo tunakwenda kuendelea nayo, dua ambayo tumeifanya kwa siku 7 na tutaendelea kuifanya ndani ya siku hizi 7 kuanzia tarehe 20 mwezi wa 12 2021 hadi itakapofika tarehe 26 ambako ndio kitakuwa kilele cha dua hii, siku ya Jumapili, ambapo siku hiyo dua itaanza mapema zaidi. Na tunatarajia siku ya Jumapili, kutokana na umuhimu na ukubwa wa dua hii, tutakuwa live na Radio Nyemo 97.7 FM. Jumapili ya tarehe 26 mwezi wa 12, siku ya Boxing Day, hiyo ni mapumziko, watu wote watakuwa nyumbani. Ndio siku tunakwenda kumaliza dua ya mafundo, dua ambayo itakuwa imedumu katika viwanja hivi vya shule ya msingi Chang'ombe hapa katika jiji la Dodoma, katikati ya nchi ya Tanzania. Itakuwa imedumu kwa siku 7 na hiyo ndio itakuwa siku yake ya kilele. Na siku hii tutakwenda kuhitimisha dua ya kufungua mafundo yote 12 uliofungwa miaka yote iliyopita katika maisha yako, na tutakwenda kukupa kinga madhubuti ambayo itakwenda kuzidi uadui wa maadui wote waliokusudia kukufanyia tangu umezaliwa mpaka hapo na tunakokwenda biidhnillahi karim. Tuseme inshallah. Katika dua hii tutakuwa live na Radio Nyemo FM 97.7, tutakuwa nao live. Tuseme inshallah. Lakini kabla hatujaingia na hatujafika katika hiyo tarehe, inawezekana wewe ndiyo mara yako ya kwanza leo unahudhuria katika dua hii. Kuna vitu huvijui, inabidi tukuelekeze walau kwa ufupi. Kwa nini tunakwenda kufanya dua ya mafundo? Kwa nini tunakwenda kufungua vifungo vya mafundo vilivyofanywa na maadui zetu? Naomba nikuambie haya ninayokuambia. Azizi, naomba utoke uko, njoo kae. Wakimaliza dua, kila anayetaka kuleta 100-200 ataleta. Naomba wote waniazime masikio yao na wayafanyie kazi ninayosema kwa mioyo yao. Ndugu zangu, kuna mambo 5 ambayo wachawi wanayafanya kila mwisho wa mwaka. Ni mambo muhimu kuyajua katika maisha yako, kwa sababu ndiyo njia ya kujua vikwazo vya maisha yako kutokana na nguvu za giza zinazotengenezwa na wachawi na mashaitani wa kijini. Ikiwa elimu inatolewa namna ya kujilinda na mbu ili usipate malaria, ikiwa elimu inatolewa juu ya kunywa maji yaliyochemshwa ili usipate typhoid, ikiwa elimu inatolewa juu ya kujilinda kwa vyakula ili usipate kansa, basi kuna haja kubwa na ya msingi elimu kutolewa ili kila mmoja ajilinde, ili asipate madhara ya uchawi, wachawi na washirikina wa kichawi. Wachawi kila mwisho wa mwaka wana mambo 5 huwa wanayafanya. Jambo la kwanza kabisa ni kutengeneza
au kuzitambulisha aina mpya za uchawi. Uchawi unatengenezwa kwa matoleo, kama unavyoona gari zinatengenezwa kwa matoleo. Kuna gari ya mwaka 2000, gari ya 2001, gari ya 2003, gari ya 2004. Sasa hivi ipo Land Cruiser ishatoka ya mwaka 2022 ishatoka. Bei yake Land Cruiser moja sawa sawa na mabasi matatu ya Yutong au manne. Na uchawi unatengenezwa kwa matoleo. Kila mwaka mwishoni mwa mwezi wa 12 mashirika na vyama vya wachawi duniani hukaa chini wakatambulisha aina mpya ya uchawi, na kila mmoja huonesha uwezo na nguvu ya uchawi alionao, namna unavyoweza kwenda kuwaathiri wanadamu. Ule uchawi utakaothibitika kuwa na nguvu na uwezo zaidi ndio unakwenda sokoni na unauzwa kwa gharama kubwa, na watu wanakwenda kununua uchawi huo kwa mahitaji ya kuwadhuru watu wengine. Naomba mumsikilize huyo mama asije hapa kwenye mikrofoni. Mdake huyo mama asije hapa kwenye mikrofoni. Kwa hiyo tunapozungumzia mambo matano yanayofanywa na wachawi mwisho wa mwaka, la kwanza ni kutambulisha uchawi mpya ambao utakwenda kufanya kazi za kukudhuru wewe na mimi na familia yako. Jambo la pili wanalofanya ni kurenew uchawi wa zamani ambao umetumika lakini umepungua nguvu. Unatengenezewa vitu vya ziada, unatiwa vimbatio vya ziada ili uwe na uwezo mkubwa wa kuleta madhara kwa binadamu. Haya mawili yote yanafanywa kwa ajili ya mimi na wewe, na ndiyo maana tunataabika katika shida mbalimbali. Unakwendaje kufanya kazi? Tegea sikio lako vizuri, niazime moyo wako na masikio yako kwa yakini ya utulivu wa usikivu, ili upate kuyajua usiyoyajua leo. Tuseme inshallah. Kazi ya pili inayofanyika baada ya kazi ya kwanza ambayo ni kuimarisha uchawi, kazi ya pili ni kuwasajili watu wanaotakiwa kuutumikia uchawi, ambao katika maisha yao wamewahi kurogwa, wakasibiwa na uchawi, wakaathirika na uchawi, lakini yawezekana wamepata nafuu kwa maombi ya kanisani, yawezekana wamepata nafuu kwa dua za misikitini, yawezekana wamepata nafuu kwa waganga wa kienyeji, yawezekana wamepata nafuu kwa ibada wanazofanya, yawezekana wamepata nafuu kwa rehema tu ya Mwenyezi Mungu. Sasa huwa wanasajiliwa watu wapya, wanasajiliwa watu wapya na kutengeneza wale wa zamani wanaotakiwa kuutumikia uchawi. Kundi hili kunakuwa na makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale ambao wesharogwa, weshaumizwa na uchawi, lakini wamepata nafuu, wanakwenda kuongezewa mizigo ya uchawi mwilini, ima ya aina walionayo au ya aina ya ziada tofauti na ile, ili waendelee kutaabika. Mfano, inawezekana ulirogwa maradhi, una miaka 2 kitandani, kila dawa zilipofanyika hazikuleta majibu, umepata nafuu ndogo lakini bado unaendelea kuteseka. Sasa unapewa maradhi, unapewa jambo jingine, janga jingine katika mwili wako. Inawezekana unatiwa nuksi na mkosi ambavyo vitakupelekea wale watu waliopaswa kukusaidia kwa miaka 2 mfululizo, wakiona mganga mwingine au sehemu ya dua wakupeleke utibiwe, wao sasa watakuchukia na watakukatia tamaa kwamba ugonjwa wa fulani hauponi. Tushajitahidi, palipofika panatosha, subirini tuafe tumalizane naye. Wanakupachika zigo la pili la kukatisha tamaa watakao kusaidia. Ili ni jambo la pili linalofanywa na wachawi katika kila mwisho wa mwaka. Katika vyama vikuu vya wachawi na mashirika ya kichawi, wanafanya kazi ya kukufanya wewe uliyepigwa mzigo uhakikishe ule mzigo ulionao unaendelea nao, na ule ambao unatakiwa uongezewe unaongezewa. Lakini pia mwishoni mwa mwaka, jambo jingine linalofanywa katika hatua ya pili ni kutafuta watu wapya wanaotakiwa kurogwa, ili nao kwa mwaka ujao wautumikie
washughulikie uchawi kwa maumivu na shida kubwa, ima katika mlango wa mali, ima katika mlango wa maradhi, ila katika mlango wa matatizo. Na hii iko milango 12 ambayo unapigwa na utateseka nayo. Hiyo itakwenda kuelezwa mbele kidogo ya mazungumzo haya, tuseme inshallah. Kwa hiyo kuna kundi lingine linatafutwa hapa. Yawezekana wewe hujarogwa miaka iliyopita. Kila aliyechukua maji yake ayafunge. Kila ambaye maji yake ameyasomea dua sasa ayafunge. Yawezekana miaka iliyopita hukurogwa, maisha yako yalikuwa ya kawaida, lakini mwaka huu shatiwa katika ramani ya watu wanaotakiwa kurogwa. Kwa hiyo kundi la pili ni wale wanaokwenda kutengenezewa mazingira ya kurogwa ili sasa wautumikie uchawi kwa dhiki na shida. Kundi la tatu au jambo la tatu linalofanywa na wachawi ni kutengeneza wanachama wapya. Chama cha wanga kinahitaji watu wa ziada. Kuna watu wamekufa mwaka huu. Kuna watu wameachishwa uchawi na ndugu zao bila ya kutaka. Kuna watu wameachishwa uchawi kutokana na maamuzi ya kufanya ibada. Vyama vya wachawi vimepungukiwa na wafanyakazi wa chama cha uchawi. Vyama vya uchawi wamepungukiwa na wachawi, wanahitaji kusajili makundi mapya ya wachawi ili mwaka ujao vyama vya uchawi viendelee kufanya kazi na idadi kubwa ya wachawi. Na hapa napo kuna makundi mawili. Kundi la kwanza linaloingizwa katika nafasi hii ni wale wanaotaka kuingia kwenye uchawi kwa hiari yao. Uko usajili maalumu unafanywa, na ukifika mwisho wa mwaka ndio wanatambulishwa kwamba sasa tuna wanachama wapya walioingia katika vyama vya kichawi kwa mwaka huu, wako idadi kadhaa, na fulani na fulani na fulani na fulani, hao ni wenzetu katika kazi za kichawi. Wanatambulishwa rasmi mbele ya majopo ya makundi ya wachawi katika vyama vya kichawi, na mbele wafalme wa kichawi wakiwa wamekaa katika viti vikubwa vyenye heshima kubwa. Na viti hivi mara nyingi inakuwa vinabebwa na misukule, watu ambao wamewekwa kama sehemu ya kusimamia kazi za wachawi, kwa sababu moja ya kazi ya misukule ni magari ya kutembelea wakubwa wa kichawi. Kuna wachawi wanatembelea fisi, kuna wachawi wanatembelea misukule, kuna chawi wanatembelea fungo, kuna wachawi wanatembelea mbwa, kuna wachawi wanasafiri na bundi, kuna wachawi wanasafiri na paka, na aina kadha wa kadha wanasafiri na wachawi. Kwa hiyo kazi nyingine ni kuyatambulisha makundi mapya ya wachawi. Na hapa kuna makundi mawili kama nilivyosema. La kwanza ni hilo wanaojiingiza kwenye uchawi wakiwa wanataka, lakini kundi la pili ni wale walioingizwa katika mashirika na vyama vya kichawi bila ya wao wenyewe kutaka wala kutambua kwamba wameingizwa kwenye vyama. Na kundi hili ndio wale ambao wanaingizwa katika vyama vya uchawi bila hiari yao. Wanaingizwa kwa kutengenezewa chale wanga. Wachawi huwatuma mashaitani wa kijini wakaingia katika nyumba mbalimbali wakatengeneza chale wanga. Unachanjwa chale hii na unakabidhiwa khadimu katika watumishi wa kichawi. Mahadimu hawa watumishi wa kichawi katika majini, anakuchanja na anapata fursa ya kukuwekea chipu ya kichawi katika mwili. Chipu hii ukishaivaa, chipu hii kishaingia katika mwili wako, automatically wewe unakuwa mchawi hata kama uchawi wenyewe hujui. Na katika makundi haya ndio tunapata wachawi wasiojijua kwamba ni mawakala wa uchawi, lakini wenyewe ni mawakala wa uchawi bila kujitambua. Hawa ndio wale ambao wakishakuwa na mashaitani wa kijini ndani ya familia na majumba, watu huwaona wachawi lakini wenyewe hawajijui kama wachawi. Hawa ni watu wanaotembea na majini wa kichawi ndani ya mwili wao, majini cheketu. Na kazi hii tutaifanya siku ya Jumamosi, semeni inshallah. Kila mwenye jini cheketu ataondolewa rasmi kwenye uwanja huu, tuseme inshallah. Utajijuaje wewe?
utajijua kwa hatua ya kwanza, watu watakuwa wanakuota mchawi. Yani watu usingizini watakuwa wanakuota unawafanyia uchawi, na we mwenyewe wala hujui uchawi. Na ikiwa unaotwa, itafikia mahala unaweza kuotwa unamchanja mtu chale kwenye miguu au kwenye eneo la mwili, na akiamka asubuhi kweli anakutwa na chale. Usiku utaotwa unakwenda kuwafanyia, kuwawangia watu, na ukiamka asubuhi yule uliyemwangia wewe unajikuta unaona haya kumtazama, macho yako yanamuonea haya, na akikukazania macho unaangusha macho chini, na yule mtu anaamini kabisa huyu alikuja kweli kuanga, mbona usiku nilimuona, saizi namkazia macho anaangusha macho chini, kwa sababu kuna shetani alisafiri na wewe na mkafanya kazi za uchawi bila wewe kutambua, mkafanya kazi za kuanga bila wewe kutambua. Na kuna watu wengi walio na majini hawa kichawi, waliopandwa bila wenyewe kufahamu, wanaishi katika maisha ya shida na dhiki katika familia. Kuna watu wamepoteza mpaka watoto wao, yani nafikia mahala watoto hawataki kumsaidia mama yao wakimwamini mchawi. Kuna watu wanaamini hawataki kumsaidia baba yao wakiamini mchawi. Kuna watu wametengwa na familia zao wakiaminiwa wachawi. Kuna watu wametengwa katika maeneo wanayoishi wakiaminiwa wachawi. Kuna watu wametengwa katika koo anazotoka wakiaminiwa wachawi. Wallahi wameingia kwenye vyama vya kichawi wenyewe hawajui. Ni mawakala wa uchawi wanaotumia uchawi, wanaotumikia uchawi bila kujua kama wao ni wachawi. Njoo Jumamosi tunakuondoa kwenye vyama hizo na tunafuta chale zote hapa. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Njoo tunafuta chale zote wanga katika mwili wako, tunaziondoa. Tunachotaka sisi ni wewe kushiriki nasi katika jukumu hili. Dua. Na ndio maana tunakwenda kukuletea dawa 3 kwa wakati mmoja. Dawa 3 kwa wakati. Tunakwenda kukuletea dawa 3 kwa wakati. Hujawahi kukutana nazo hizo kwa wakati mmoja, ila ndio itakuwa mara ya kwanza katika mji wa Dodoma. Tuseme inshallah. Kwa hiyo jambo la pili, jambo la 3 linalofanya ni kuwasajili wanachama wapya wa vyama vya kichawi, wanaojijua na wasiojijua. Na jambo la 3 linalofanywa na vikao vikuu vya mwaka vya mashirika na vyama vya kichawi duniani, wanafanya jambo la kutoa kafara. Wanafanya jambo la kutoa kafara, na kafara inayotolewa ni damu. Na wanaotoa kafara hii ni wachawi, makundi yote mawili, walioingia kwenye vyama vya kichawi wakiwa wanajua na walioingia kwenye vyama vya kichawi wakiwa hawajui. Makundi yote mawili wanatoa kafara. Wanakwenda kutoa kafara ya damu, na damu inayotakiwa kutolewa imegawanywa katika makundi mawili, na wanaotoa damu wamegawanywa katika makundi mawili, na wanaotoa damu waliogawanywa kwenye makundi mawili wamegawika kwenye makundi mawili. Naomba unisikilize vizuri, uniazime masikio yako kwa utulivu ili unielewe tunakwenda kuzungumza nini. Wanaotoa kafara ni aina zote za wachawi walio ndani ya vyama vya kichawi bila ya kujali wamesajili vyama vya kichawi kwa kujua au wamesajili kwenye vyama vya kichawi bila ya kujua. Naanza na wale wanaoingia kwenye vyama vya kichawi wa ambao wakiwa hawajijui. Wewe inawezekana ndo wale waliopigwa chalewanga, mtaani unaonekana mchawi, lakini lazima umeshaingia kwenye chama cha kichawi, lazima utoe sadaka, lazima utoe kafara. Mtoto wako, ndugu yako, mume wako, mke wako, mama yako, baba yako, mtu wako wa karibu. Na kadiri unavyomtoa mtu muhimu katika kafara hiyo, ndivyo unavyopanda na kuheshimika na kuwa na daraja na cheo katika chama cha kichawi. Mfano, unapomtoa mwanao anayekutegemea, daraja yako sio kubwa kama unavyomtoa mwanao unayemtegemea. Yani ukamtoe mtoto ambaye kula yako, vaa yako, maisha yako, lala yako, yeye ndo anayehudumia, huyu ukamng'oe aliwe kama sadaka, wewe unapanda cheo katika vyama vya kichawi.
unang'oa roho ya mmeo, unang'oa roho ya mkeo, unang'oa roho ya babako mzazi, unang'oa roho ya mamako mzazi, unang'oa roho ya ndugu yako. Huyu ndio unakwenda kumtoa mtu ambaye anakutegemea, ni mtu muhimu. Na kuna wale wanaotakiwa kutoa sadaka ya watu wao wa karibu tu, bila ya kujali kwamba ni mtu mkubwa sana na kutegemea kwenye familia au la. Lakini kafara ya sadaka ya kikoa, kutoa kikoa katika chama ili na wewe utoe chako kitakacholiwa na wengine. Kwa sababu moja ya kanuni ya vyama vya kichawi, kuna muda maalum wa kutoa sadaka za kikoa, au ambao kila chama cha kichawi, kula kundi la wachawi wanalazimika kuchinja watu waliotolewa vikoa ili waweze kuliwa katika nyama maalum. Naomba nikuambie kitu hapa, moja ya sifa ya vyama vya kichawi, wana wachinjaji kama wachinjaji wa katika machinjio. Yani hapa Chang'ombe wako wachawi ndo wachinjaji maalum, wanaochinja watu wote wanaotakiwa kuliwa na wachawi katika vikao maalum vya kichawi. Hachinji mtu yoyote, kuna wachinjaji maalum. Na ukifika muda wa sherehe ya uchinjaji, wakachinja nyama ikaliwa wa usiku, nyama hiyo inatakiwa iishe kwa namna na gharama yoyote katika usiku huo. Na nyama inayobaki, kama wameshiba kulingana na ukubwa wa idadi ya kundi lililochinjwa, katika wanadamu waliochinjwa, katika nyama zilizomwagika za kuchinjwa, lazima nyama hizo zikalishwe watu wengine. Nani wanaolishwa? Ni wale wote wenye charetochi katika maisha yao. Kila mtu mwenye charetochi anapaswa kula nyama hizi za wafu wa kibinadamu zinazochinjwa na kuliwa na wanga siku za vikao maalum za kula nyama za watu. Watu wote wenye charetochi ndio watakaokula nyama hii. Kwa nini? Kila mwenye charetochi ana jini wa kichawi. Kwa hiyo wanapopita nyumba kwa nyumba, mnaweza kuwa familia watu 6 8 kwenye nyumba moja, lakini atakayeoteshwa ndoto ya kuwa anakula nyama, atakayeoteshwa ndoto ya kuwa anakula kwenye shughuli, atakayeoteshwa ndoto ya kula anakula vyakula sehemu za watu wengi, watakuwa 2 watatu. Hao ndio wenye charetochi, na hao ndio kuletea ndoto. Utakuwa unaota uko kwenye sherehe, unaota uko kwenye shughuli, unaota uko kwenye jambo, unakula chakula. Kile kitendo tu cha kuanua mdomo na kula, unalishwa nyama za kichawi ambazo kazi yake kubwa ni wewe kwenda kumaliza idadi ya nyama zilizochinjwa na mabaki yaliyowekwa na wachawi katika siku ya kuchinja. Na ndiyo maana kuna watu wengi hapa mmekula nyama za kichawi, mmeota mmekula nyama, mmeota mko kwenye sherehe mnakula vyakula, mmeota mnakula mapilau, mmeota mnakula misosi ya namna kwa namna. Kutokana na ukubwa, uzito wa jambo hili, ndiyo maana katika dua hii ya siku ya tarehe 26 na kuanzia siku ya Ijumaa ya tarehe 24, tunaenda kukuletea dawa 3 kwa wakati mmoja. Dawa 3 kwa wakati mmoja. Dawa ya kwanza, tunakwenda kukuletea dawa ya Fetisopreto. Dawa gani inaitwa? Fetisopreto, dawa inayotengenezwa kutoka katika nchi ya Mozambiki, kutoka katika mlima Liko unaopatikana katika msitu wa mvua. Na utapata vidonge 3. Tutakukabidhi vidonge 3. Utapewa vidonge 3. Vidonge 3 hivi utavitumia kunywa kila baada ya siku 5 au siku 7 utameza kidonge kimoja. Ukimaliza vidonge hivi, utakuwa umeondoa kila aina ya uchawi, sihiri na uchafu uliowekwa katika mwili wako, ima na jini au na binadamu. Nataka nikupe advice ya ziada. Hata kama ulilishwa dawa za mapenzi ukawa bwege kwa aliyekulisha dawa, kuanzia siku hiyo tunaenda kuwapendana mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya kuburuzana kwenye dawa. Unapewa vidonge 3. Ukimeza vidonge hivi, kuna mambo 4 yatakutokea. La kwanza, utapata jasho jingi lenye harufu kali. La pili, utakojoa mkojo mwingi wenye harufu kali. La 3, utajisaidia haja kubwa kwa kuharisha. Na la 4,
utakuwa unatapika kila aina ya takataka. Hapa ndio mtaenda kushuhudia mijusi na nyama zinashuka, watu wanatapika na kuvitoa mwilini. Niliwahi kutoa vidonge hivi pale katika Darul Mustafa mara moja Jumapili ya pili katika dua zetu, na kuna watu walitapika mboga, visamvu vibichi ambavyo vimepondwa vilikuwa ndani ya tumbo, lakini mtu kakitapika na hakumbuki alikula kisamvu mara ya mwisho lini. Naomba nikuambie utapata vidonge vitatu vya Fetisopretol. Tuseme inshallah. Dawa ya pili utakayopata, utapata dawa inaitwa Shifaul Jasadi. Hii ni dawa ya unga, imetengenezwa na miti 12. Dawa hii kazi yake ni kwenda kusafisha nuksi, mikosi, balaa, vifungo na kila aina ya kitu kibaya. Na dawa hii ndio utailoweka na kile kipande chako cha nguo nyeupe kilichofunguliwa na kilichofungwa na kufunguliwa mafundo 12. Utakwenda kuchukua dawa hii, utaloweka pamoja na mti wa shajarati nur, alafu utaoga siku ya usiku wa tarehe 21 usiku wa tarehe 31 mwezi wa 12 saa 6 usiku. Baada ya kuioga, baada ya kuiloweka dawa hii mchana wa saa 6 siku ya tarehe 31, hapa na maanisha siku ya Ijumaa. Ndio maana unatakiwa kila mmoja wetu Ijumaa ya tarehe 31 ahakikishe saa 6 mchana ameloweka mti huu, ameloweka kamba ya mafundo na ameloweka dawa hii ya miti 12. Ameviloweka pamoja na ameviacha mpaka saa 6 usiku, alafu atavitumia kuoga usiku huo. Wakati watu wanapiga kelele usiku huo kuanzia saa 6 na dakika 1 na siku nzima hiyo ya tarehe 1, una fursa ya kuoga ikiwa utaipata dawa nyuma ya tarehe 31. Ikiwa utaipata ndani ya mwezi wa kwanza dawa hizi, una nafasi ya kuoga mwezi mzima wa kwanza ukitumia dawa hizi tatu kuoga na kamba ya mafundo ambayo utaifungua au tutakutengenezea sisi, itafunguliwa ikasomewa dua, ukaviloweka ukaoga. Wewe ni mtu mwenye kufanikia mafanikio makubwa. Lakini almuhimu ujitahidi kabla ya tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2021 uwe umepata dawa yako, umepata mti wako wa shajarati nur, umepata na dawa ya Shifaul Jasadi. Dawa ngapi utapewa? Dawa 3, na zote hizo 3 utazipata kwa gharama ya sadaka ya shilingi 10,000. Najua mnakumbuka niliwaambia kwenye dua iliyopita kwamba kidonge cha Fetisopretol kimoja kinauzwa shilingi ngapi? Wanaokumbuka nilisema kidonge kimoja kinauzwa shilingi ngapi? 10,000. Sasa unapewa vitatu kwa shilingi 10,000. Unapewa dawa ya Shifaul Jasadi ya kuoga kwa shilingi 10,000 hiyo hiyo. Unapewa mti wa shajarati nur wenye kuchanua kwa shilingi 10,000 hiyo hiyo. Na ndio maana tunakuwekea sasa na mti wa shajarati nur. Mti huu una tabia kuwa umekauka, unakuwa umekauka kabisa wakati unakabidhiwa, alafu utakwenda kuloweka. Baada ya masaa 12 utachanua, utakuwa mbichi kama ambao haujawahi kukauka. Wangapi wameshawahi kuona mti huo? Kwa sababu tuliutoa bure, nyosha mkono juu. Hawa wachache ndo wameuona. Wale ambao hamjauona sasa ni bahati yenu, mnakwenda kuupata tena. Ukikosea kwenye jambo hili, ukikosea kwenye kipindi hiki, ukikosea kwenye nafasi hii, imekula kwako. Mti wa shajarati nuri unakuwa mkavu, lakini ukilowekwa unachipua baada ya masaa 12. Kwa hiyo usiku baada ya kuwa ushauloweka kwa masaa 12, utakachofanya saa 6 na dakika 1 na usiku mzima ule wa tarehe 1, utamwambia Mwenyezi Mungu wakati unaoga, Mwenyezi Mungu, kwa mafundo nimeyafungua yote 12 na kwa mafundo nimejikinga mafundo yote 12. Mwenyezi Mungu, nimejikinga ndani ya miezi 12 iliyopita na itakayokuja, nifungue kama nilivyofungua mafundo haya. Wakati unaoga maji unamwambia pia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, naoga maji haya yanayotokana na mti uliochanua. Maisha yangu tangu utoto mpaka leo, au tangu muda fulani mpaka leo, yalikuwa yamefubaa. Katika ndoa mimi nilikuwa kama nimenyauka,
katika mapenzi mimi nilikuwa kama nimenyauka, katika uchumi mimi nilikuwa kama nimenyauka. Utayataja yale unayotaka yote utakayomwambia Mwenyezi Mungu unataka yakuchanulie. Kisha utamwambia Mwenyezi Mungu, nataka haya yachanue kama ulivyochanua mti huu, yawe mabichi kama ulivyo mabichi mti huu. Ikiwa mapenzi ya mumeo, mwambie mume wangu nataka we na mapenzi mabichi kama ulivyochipua mti huu. Yani vile anavyonipenda, alivyokuwa ananipenda wakati ananitaka, basi mapenzi yawe mara 10 ya wakati ananitafuta. Hapo tena mshatutia wazimu watu wazima, kazi itakuwepo. Kina baba, mbona ninajuta kwa nini nimesema hili? Manake sasa tutakuwa kama gari mabovu. Itakuwa akikohoa tu unamuuliza nikununulie kanga. Kuna watu watajitia ufundi kununa hata bila sababu, ili mradi tu aulizwe na bembelezwe. Usifanye hivyo, utapata dhambi. Msitukwesheni sana jamani, hali si shwari. Kwa hiyo wakati unaoga utamwambia Mungu, mambo yangu yachipue, mambo yangu yachanue kama unavyochanua mti huu, kama vilivyochanua mti huu. Na utamwambia Mungu maelezo mengi, lakini kubwa zaidi tutawapa karatasi za manuizi ya kufungua na kufunga mafundo. Tutakupa karatasi ya manuizi ambayo utaitumia hapa uwanjani, na manuizi ya kuomba wakati unaoga maji haya, wakati unataka kujifungua na kuyachanua maisha yako. Ukinunua hii dawa utapewa na karatasi ya manuizi. Utapewa na nini? Karatasi ya kunuia. Itaandikwa Kiswahili ambacho kila mmoja atakisoma, na kama ujui utamwambia ndugu yako akusomee ili akuhifadhishe hayo maneno. Ni mafupi na unayaweza. Wakati wa kuoga utakuwa unaoga huku unayatumia hayo maneno. Tuseme inshallah. Tuseme tena inshallah. Hiyo ndiyo itakavyokuwa katika dua ya mafundo, na ndiyo faida utakayoipata katika miti hii mitatu, miti 12 inayotengeneza dawa 3 ambazo zinakwenda kubadilisha maisha yako. Hakuna tena kutaabika na vifungo, hakuna tena mashaitani kusumbua, hakuna tena shida kuharibu. Hapa unakwenda kubadilishiwa maisha na kuwa mtu mzuri. Tuseme inshallah. Lakini dua hii tunakwenda kuifanya ya mafundo 12. Kwa nini? Kwa sababu wachawi ukifika mwisho wa mwaka huwa wanakwenda kufunga mafundo 12 katika mwaka, na wanafunga mambo 12. Mafundo yanayofunga 12, mwezi unaofungwa unakuwa mwezi wa 12, na mambo wanayokwenda kuyafunga yanakuwa mambo 12. Yasikilize vizuri wewe msikilizaji wangu. Mafundo 12 yanafungwa kwa sababu mwaka mmoja una miezi mingapi? Kwa hiyo anakufunga mafundo 12 kwa miezi 12 ili utaabike muda wote wa miezi 10 na ngapi? 12. Hii ndio inakuwa lengo lao. Lakini wakati wanakufunga mafundo 12 kwa muda wa miaka 12, manake mwaka ujao we upate shida tu, yako mambo 12 ndiyo yanayofungwa. Yasikilize vizuri, alafu uone na wewe ni katika watu waliotabika kwenye haya 12. Liko lolote na wewe katika haya limekukuta? Njia ya kufungua ndiyo hizo dawa 3 nilizokueleza. Hii ni ofa kwa wewe uliopo hapa, ndio utapata kwa shilingi 10,000. Watu wote watakaotaka dawa hizi nje ya nchi watanunua kwa dola 100 za Marekani. Tuseme inshallah. Watu wote wanaotaka nje ya nchi dawa hizi 3 watanunua kwa gharama ya dola 100 ya Kimarekani, na gharama ya kusafirisha ni ya kwao, sio ya kwetu. Utaki njoo mwenyewe Tanzania na utanunua dola 100. Yani baada ya tukio hili tu la siku 7 mpaka tarehe 1, dawa hii utainunua kwa dola 100. Uwe ndani ya nchi, uwe nje ya nchi, utainunua kwa dola 100 za Kimarekani. Mafundo 12 na vifungo 12 wanakufunga kwenye vitu gani? Nisikilize vizuri. La kwanza kabisa unafungwa katika magonjwa na maradhi. Yani fundo la kwanza linakwenda kuzuia magonjwa na maradhi yaliyopo mwilini yasipone. Yani ukisharogwa pia unafungwa ule uchawi ndani ya mwili wako. Hata ukienda kwa mganga ukipewa dawa usipone, ukienda kwenye visomo vya rukia ukisomewa usipone, ukienda kwa mtoa majini akikutoa jini baada ya siku 2 anarudi, ukienda kupewa dawa ukitapishwa baada ya siku 2 tumbo limejaa tena. Maana yake unarogwa kwanza katika fundo
la maradhi. Hili ni fundo la kwanza, kuzuia maradhi yasitoke ndani ya mwili wako. Ndio maana kuna watu washatumia dawa zote, na akienda kwa mganga anakuambia mimi dawa zote nishatumia lakini sijawahi kuona manufaa. Mitiba zote nishapita lakini sijawahi kupona. Mimi waganga wote nishawatembelea lakini sijawahi kufanikiwa. Mimi kanisani nishaombewa sijawahi kufanikiwa. Mimi msikitini nishaenda sijawahi kufanikiwa. Kwa sababu wanachofanya ni kufunga mafundo. Na fundo haya 12, la kwanza linafunga la kuzuia maradhi usipone. Ndio maana kuna watu wanatumikia maradhi wana miaka 10 hawajapona. Tatizo lile lile linamaliza waganga lakini hafanikiwi. Wapo hawapo? Wapo hawapo? Hilo fundo la kwanza. Fundo la pili, unafungwa katika kifungo cha kazi. Kuna vifungo vya kazi ili usifanikiwe kupata kazi, usifanikiwe katika maisha. Unaweza kuwa na vyeti vilivyonyooka, lakini wallahi billahi tallahi wewe kupata kazi kwako ni shughuli, na ukipata basi inakuwa haina maslahi wala manufaa ya kukupatia hela kula tu, ili mradi uendelee kutaabika. Kifungo cha pili kinafungwa kwenye kilimo. Inawezekana wewe unalima chakula, una eka 3, 4, 5 zikusaidia kwa chakula na mazao mengine uuze upate kununua mavazi. Lakini wallahi kwa kifungo cha kilimo kikikukuta, basi unaweza kulima shamba, mwenzako kwa eka 2 hizo anavuna gunia 30 za mpunga, wewe unatoka na 3, hata chakula cha kumalizia mwaka huo huvipati. Maana yake unashindwa kufanikiwa katika mavuno. Unaweza kuwa na mikorosho mingi ukajihisi kwamba una mafanikio, mikorosho inazaa, unataraji kupata mafanikio, lakini wallahi huwezi kufanikiwa katika mikorosho hiyo, wala huwezi kufanikiwa katika mahindi hayo, wala huwezi kufanikiwa katika mpunga huo. Kila unachovuna kinapatikana kidogo kuliko ulichopanda. Kwa nini? Kwa sababu kuna kifungo kimefungwa kwenye mavuno au kwenye kilimo. Jambo la 4, unafungwa katika biashara. Kuna fundo linafungwa katika biashara. Inawezekana una duka sehemu nzuri, inawezekana unasafirisha biashara maeneo mazuri, unakotoa unapata bei nzuri, lakini ukiingia kwenye faida wewe huwezi kufanikiwa, na kila kukicha msingi unaporomoka na hali inazidi kuwa mbaya, mpaka inafika mahala hata wale wanaokusaidia mtaji wanasema huyo akimpa mtaji ni sehemu ya kuunguza. Huo ni mkono wa kuunguza huo. Ukiingiza pesa inaungua tu, hakuna mafanikio. Inawezekana una eneo zuri la biashara, una umahiri wa biashara, lakini huwezi kufanikiwa kwa sababu umefungwa fundo la biashara. Ndio maana kuna watu akijaribu kuuza mandazi hafanikiwi, akiamua kuuza mchicha kaferi, akifungua duka kapotea, akiingia kwenye vikoba vya watu kaharibu kabisa, akikopa pesa wanakuja kuchukua mpaka vyombo vya ndani, kwa sababu wewe unafungwa katika biashara. Fungo la 5, unafungwa fundo la ndoa na mahusiano. Kuna watu wana barua za uchumba nyumbani zinashindana na idadi ya kanga. Yani kila akichumbiwa ndoa haiendi, na akifanikiwa kuolewa hamalizi mwaka kwenye ndoa kaondoka. Kuna wengine wamefikia mahala mahusiano hayadumu. Mwanamume yuko tayari kumfanyia chochote, lakini siku akimuonja kama mchuzi ndo kaagana naye, hataki hata kumsikia. Akipiga simu pia anamwambia niko busy, achana na mimi. Akimngangania ambia ukome, kwani nimekuoa. Hiki ni kifungo katika mlango wa mapenzi na mahusiano, au ndoa na mahusiano. Hicho ni kifungo cha 5. Fundo la 6, unafungwa katika kifungo cha kipato, yani kuwa na shida ya uchumi. Inaweza kuwa sio mfanya biashara, ni mbangaizaji tu, mtu wa matofali na mishemishe za mjini, lakini we kupata kwako kutakuwa shida. Yani wewe kila unachojaribu kufanya kwako ni kigumu. Ukipata pesa mkononi haikai. Yani ukipata 2,000 unapata matatizo ya milioni. Yani siku unayopata 300,000 ndio siku mwanao anagonga bodaboda gari ya mkurugenzi anavunja kioo. Unalala ndani, unalipa kioo na una pesa ya kupata ya kutumia. Yani wewe kila unachotafuta kwako kinakuwa kigumu. Unatumia nguvu kubwa kutafuta, lakini pato lako linakuwa dogo na wala halikidhi haja mahitaji ya familia wala ya kwako mwenyewe. Hilo ni fungo la 6 au kifungo cha 6. Kifungo cha 7, unafungwa katika kumiliki mali. Yani wewe unaweza kuwa ulikuwa tajiri, inawezekana miaka ya nyuma ulikuwa unapata vizuri, na kuna watu mnawajua katika familia walikuwa na uchumi mzuri mpaka familia zikawa zinawategemea, lakini ghafla tu wameporomoka kiasi ambacho yule aliyekuwa anakusaidieni sasa yeye ndo mnamsaidia ila akula.
Hiki ni kifungo kingine kinafanywa na wachawi na washirikina. Na ukipigwa hiki, wewe ndio ulikuwa na uwezo ukarudi kuwa maskini, unaweza ukafika mahala ukawa mpaka chizi, una crazy akili, unapata psychiatric, unakuwa mwenda wazimu kwa sababu ya ugumu wa maisha unaokutana nao. Mmewahi kuona watu walikuwa wakimiliki makampuni ya mabasi, lakini leo amefikia mahala anaendesha duka la spare lisilozidi $200 pato lake kwa mwezi, hata ile hela kula hana, anakuwa omba. Kuna watu walikuwa wafanyakazi wa serikali na mashirika, alikuwa anamiliki pesa mpaka hana pa kuziweka. Sasa hivi karudi kijijini, anavaa kanda mbili, analima, utafikiri sio yeye. Anajiuliza zile pesa zote alizokuwa nazo mkurugenzi meneja wa mashirika amepeleka wapi? Ana hali mbaya ya uchumi, hajui kapotezaje pesa. Hii ni fungo jingine, kifungo cha 7 kinachokwenda kwenye umiliki wa mali, kuporomosha mali zote ulizonazo na kukufanya kuwa maskini bila ya kujijua. Kifungo cha 8 kinakuwa katika makazi unayoishi. Unafungwa katika mfumo wa makazi, fungo la makazi hilo. Ulikuwa na nyumba, unafikia mahala nyumba haikaliki. Ulikuwa umemiliki nyumba kuishi, unapata matatizo mpaka unaamua kuuza, unaanza kupanga. Kuna watu walimiliki mpaka nyumba 3-4, lakini uchumi ukawa mgumi mpaka kafikia mahala kwa vifungo akauza zote, karudi anakaa kwa babake na mamake, au anaishi maskani kwa marafiki na jamaa. Ile nyumba ya kuishi sasa hana, anakwenda kuteswa, anatukanwa. Zile nyumba alizomiliki akiziangalia mpaka anajiuliza, hizi nyumba zilikuwa za kwangu, nimefikia wapi kwa hivi? Haya yote yanatokea kwa sababu ya kifungo katika vifungo 12 vinavyofanywa na wachawi mwisho wa mwaka. Kifungo cha 9 kinakuwa ni kifungo cha kukosa msaada. Yani unafungwa kifungo cha watu kukutokupa msaada. Yani watu wanakudharau, watu hawatamani kukupa msaada kwa namna na gharama yoyote. Ndio inafikia mahali unakuwa na umwa au na matatizo ya kiuchumi, lakini kuna ndugu zako wana hali nzuri ya maisha. Kuna mtu anamiliki mpaka milioni 4-5. Wewe una maradhi ya kutaka msaada, wewe $200 tu. Yani ukipewa $200 unakwenda Benjamin Mkapa unatibiwa, ukipewa $200 unapewa matibabu unapona, lakini watu wanakata tamaa, hiyo $200 hawakupi kwa gharama yoyote. Yani hata akiambiwa tafuta, jamani mchango $200 zinatakiwa, watu hawatoi hiyo pesa kwa gharama yoyote. Yani watu wakichangia hata hiyo $200 haifiki. Lakini siku ukikata roho, michango itakayochangwa milioni 4 mpaka 5 ya kusafirisha maiti ukazikwe. Wale walioshindwa kutoa $200 za kukuchangia wakati unaumwa ili upone, sasa wanatoa milioni 4-5 za kwenda kukuzika kijijini kwenu, na fahari ya kuchinja mnyama ili ukazikwe na chakula kiliwe. Kwa nini? Baada ya kufa tu kile kifungo kimekwisha, sasa uko huru, watu wanaona wana sababu ya kukuchangia. Ndio unachangiwa pesa nyingi, lakini wakati una dhiki na shida, unahitaji msaada wa ndugu zako wa gharama ndogo, walikuwa hawaoni sababu ya kukusaidia, kwa sababu na wao walipigwa vifungo vya kukuona huhitaji msaada. Hicho ni kifungo cha 9. Kifungo cha 10 ni katika kuamini kwamba umesibiwa na maradhi au umerogwa, au aliyekufanyia uhusuda ndiye sahihi anakusumbua au anakuhusudu au amekuroga. Hiki kifungo kinakufanya uwe huamini kwamba wewe umepigwa. Kuna watu leo ukimfuata ukimwambia, maana kuona mambo yako yanakuwa magumu, kila siku wewe unabadili ndoa tu, kila siku unatafuta mambo hayaendi, mimi naona twende kwa kina Dr. Sule ukafanyiwe dua. Anasema walishawahi kumfanyia nani dua akapona? Wao wenyewe wanafanyiwa dua hawaponi. Basi twende kanisani ukaombewe. Alokuambia wachungaji wanaomba nani? Wanaomba sadaka tu. Basi twende kwa mashehe ukaombewe. Nani kakwambia shehe anaomba? Yeye mwenyewe anatafuta chakula. Waongo tu hao. Basi twende kwa waganga ukafanyiwe dua au katibiwa. Sema wapi, mimi naweza kwenda kwa waganga? Yani anakata tamaa, hataki kutibiwa. Na ikitokea kapelekwa kaambiwa toa 50,000 tukufanyie tiba, anasema 50,000 ya nini? Wizi mtupu, usifanye hilo jambo. Yani anakata tamaa katika matibabu. Kifungo cha kutokuamini kwamba atanusurika. Na mwingine anafika mara anaamini kabisa katika nafsi yake ilo tatizo litamuua, na wala hana sababu ya kufanya tiba au hatua za jitihada za kuondoa tatizo. Hilo ni moja kati ya vifungo vinavyofanywa na washirikina cha kukukatisha tamaa. Lakini kubwa zaidi katika hili la kukatisha tamaa au kukuzuia katika jambo hili unalofanyiwa, pia utakuwa umefungwa mpaka ndoto zako. Kuna watu leo inafikia mahala hata anachoota anasahau. Yani unaota usiku, ukishtuka tu ndoto umesahau. Wapo hawapo?
Ukiona unaota unasahau, hicho ni kifungo, maana yake unazuiwa hata usijue wewe umepata madhara gani, nini kimekusibu na usaidiwaje. Na unaweza kufika mahala kwa kifungo hiki cha kutokuamini na kukatishwa hisia za kujua tatizo limetoka wapi. Hata ukiambiwa fulani ndio mchawi, fulani ndio anayekufanyia ubaya, fulani ndiye adui yako, wewe cha kwanza unakwenda kuambia yule fulani unamfuata, sema Dr. Sule kasema eti wewe mama yangu mchawi. Yaani unaweza kuniloga mimi? Wala huwezi kuniloga mama. Majinga ya majitu haya, ndio unazidi kukandamizwa uishi, lakini kwa sababu umepigwa pini ya kutokutambua nini kimekuingia. Kifungo cha 11 ni fundo linalotokana na elimu. Kuna mafundo ya elimu. Kuna watoto leo wanasoma lakini hawajui chochote. Wapo hawapo? Kuna watu wanasoma lakini mafanikio katika masomo hawana. Mwanao alikuwa anasoma la kwanza mpaka la 7 anaongoza. Alipoanza form 1 kwenda form 2 kaferi, form 4 anakwenda na amezungusha bashite. Hawezi kusoma. Kila anaposoma akikai akilini. Watoto wengi madrasa hawahifadhi, hawashiki, akienda shule yeye nunge kila siku, yeye asomi, afanikiwi katika kusoma, anachokisoma hakielewi. Kwa watoto wadogo tumewaletea fetiso preto ya unga. Watoto wadogo hawali kile kidonge, wao watakula fetiso preto ya unga ambayo itachanganywa na mti maalum, mti wa shajarati nur wenye uwezo wa kuchanua. Utapewa na kombe maalum la ufahamu. Kwa watoto watapewa kombe maalum la ufahamu. Wao hawataoga miti ya 12, wao wataoga kombe maalum la ufahamu linalofungua kila kitu. Kwa hiyo wao watakuwa na dawa yao maalum.